Leo tuko hapa tukufanya mafunzo kwa waamuzi na wasuluhishi ambao wako katika Tume ya Usuluhishi na Uamuzi, ambao tunafanya mafunzo kwa kada hizo mbili, na lengo kuu ni kuhamasisha matumizi ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kwa lengo la kuhakikisha maeneo ya kazi yanakuwa salama, lakini yanakuwa kitovu na chanzo cha kuchochea uchumi. Kwa nini tunafanya hivyo? Sisi kama wizara kupitia kitengo chetu cha usuluhishi tunahamasisha matumizi ya utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala au matumizi ya usuluhishi katika kufikia haki, tukiamini kupitia mafunzo haya tutaweza kuchochea uchumi, lakini zaidi kwenda kufikia malengo yaliyoainishwa katika dira ya 2050. Ipo migogoro kuhusiana na maslahi, lakini ipo migogoro ambayo inahusiana na kukiuka masharti ya mikataba, lakini hapo migogoro ambayo yanatokana na mapunjo. Kwa ni aina mbalimbali za migogoro ambayo wao kama wasuluhishi na waamuzi huwa wanatatua. Kwa kuna nyakati inabidi ni njia nzuri kuhakikisha mafunzo hayo kwa maana mbinu hizi zinatumika ili sasa kupunguza masuala ya kupelekwa mahakamani na badala yake yaweze kuhitimishwa ili watu waweze kuendelea sasa na shughuli nyingine za uzalishaji. Tumekuja kwa ajili ya mafunzo ambayo yameandaliwa kwa kushirikiana kati ya Wizara ya Katiba na Sheria pamoja na shirika la GIZ na CMA wenyewe ili kuwakusanya wasuluhishi na waamuzi kutoka mikoa yote ya Tanzania bara, kwa maana ya mikoa yote 26 pamoja na wilaya kama 6 ambazo zina migogoro mingi, na lengo kubwa la kuwakusanya pamoja ni kwa ajili ya kuongezea uwezo ili kuongeza ufanisi katika utatuzi wa migogoro ya kazi nchini. Na ifahamike kwamba masuala ya migogoro ya kazi yana mchango mkubwa sana kwenye ukuaji wa uchumi, kwa sababu wahusika wakubwa ni waajiri na waajiriwa. Hivyo Tume ya Usuluhishi na Uamuzi kama chombo chenye dhamana kisheria ndicho kilichopewa jukumu la kutatua migogoro ya kazi na kuhakikisha waajiri na waajiriwa ambao ni wazalishaji wanatumia muda mchache katika migogoro. Hii masomo haya ya usuluhishi yatahakikisha tu kwamba kule katika uchumi wetu wafanyakazi na waajiri wanafanya kazi kwa amani, wanaongeza ajira zetu, wanazifanya ziweze kuwa zenye decent work, kazi zenye staha. Yes, ili kazi zetu ziendelee kuwa za staha. Kwa hiyo huo ndio muhimu hasa, kiini haswa cha kazi za staha kinatokana na amani iliyopo kati ya wafanyakazi na waajiri, na tunategemea usuluhishi uendelee kutuletea amani hiyo.